Hilo habari ni kweli, Simba yule mchezaji kaja kwa mkopo. Na sisi kweli Yanga Afrika tunamhitaji. Bwana WhatsApp, mimi ninaitwa Oswald kutokea hapa kwenye Nyavuni TV. Tena tumeenda kuzungumza na mzee wa Kilingi ambaye ni mwenyekiti wa tawi la machinjioni la Young Africans. Tunataka kuzungumza mawili matatu ambayo yanayoendelea huko mitandaoni, hasa ni kuhusiana na swala la Mpanzu kuangukia upande wa pili, kwamba kuna kiongozi mmoja wa Young Africans amefanya mazungumzo naye, ameingilia upande wa pili kwenye kesi ambayo imekuwa ikiendelea ya Mpanzu na Simba Sport Club, lakini kuna mtu kigogo wa Yanga ameweza kufanya mazungumzo naye na kwa kuzungumzia kwamba anaweza akahamia moja kwa moja Young Africans. Sasa tunafuata mzee wa Kilingi kuhusiana na hili linaloendelea. Je, kuna ukweli gani katika hili? Mambo vipi mzee wa Kilingi? Bwana, mshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mwingi wa rehema, mwenye kurehemu. Unaona bwana, mwenye kutoa neema kubwa kubwa na ndogo ndogo. Alhamdulillah, mimi nimefika mpaka sasa hivi. Unavyonioje, kuna wengine wanapigania uhai wao hospitali. Mwenyezi Mungu hanusuru, aletee afya njema. Mungu awasaidie hao ambao wana uhitaji wa afya njema. Bwana, kuna swala linaloendelea hili la Mpanzu. Imekuwa kuna mvutano, hasa tukimsikia Mediali alivyozungumza kuna siku kadhaa baada ya kusikia vuguvugu kwamba la Mpanzu yuko pale kwa mkopo. Lakini pia ndani tukasikia kwamba kuna kiongozi mmoja wa Young Africans ameangukia kwa dirisha la pili kwa kufanya mazungumzo na Mpanzu. Ili kuna ukweli gani katika hili mzee wa Kilingi? Ukweli kwa upande wa Simba huwezi kupata ukweli, kusema ukweli. Huwezi kupata ukweli kutegemea kusema Simba anaweza kutoa ufunuo ambao ukweli kuja kutueleza wapenzi wa mpira, wanasoka. Unaona bwana, kuja kubaini ukweli huwezi kupata ukweli. Simba vitu vyao mara nyingi ni wahongo, wamejaa uongo. Viongozi wa Simba wengi sana wanakuwa wahuni kwenye kuficha majambo ambayo sio uhalisia. Sijui na vizuri. Ilikuwa hivyo kama ili watu labda niwakumbushe kidogo, nirudishe nyuma kidogo. Alikuja hapo Osto Bareke. Sawa Bareke ilisifikana kwamba kaja kwa mkopo. Sawa, ilisifikana kwa mkopo Simba Sports Club, lakini baada ya hapo watu walivyojua tu kwamba kaja kwa mkopo, haraka kina Jebedali wakatweet, yani kuonekana kama Bareke kanunuliwa, yani kila kitu, kila jambo limetimia, yani ni mchezaji halali kabisa. Watu hawapo kwenye uhalali, hata mkopo ni halali. Kwanza watu wajue kwanza kuna mkopo, umeelewa vizuri, ambayo kwamba yani kuna mkopo, kuna kipengele unaweza ukanunua mchezaji. Alafu kuna mkopo hata miaka 5. Sijui unaelewa vizuri, kuna mkopo hata miaka 4, hata miaka 2, inategemea mnavyokubaliana. Sawa Kwa maana hiyo sasa mtu asikimbilie tu kuona kusema yule ana miaka 2, awe na miaka 2 lakini na mkopo. Bareke alikuwa na miaka 2 kitu kama hiko, si ndio? Lakini alikopo nini? Mkopo. Na Simba walikataa, yani walikataa katu. Baada ya pale Bareke hapa alipanda ndege anaenda Kongo, watu wakasema, wakatoa picha kama unavyojua mapaparazi. Wakasema picha anaenda wapi? Anaenda Kongo. Ahmed Ally huyu wakawalisha watu, akasema naenda kusalimia, anarudi, chuma kinarudi. Kweli kaenda karudi hapa. Umeelewa Watu wakasema kiko wapi? Mwisho wa siku tukasikia Timu Mazembe amechukua mchezaji wao, wamempeleka Warabuni kwa mkopo. Umeelewa Kwa maana hiyo sasa, huyu unajua Kongo kuna tabia moja. Kongo wachezaji wa Kongo asilimia kubwa wachezaji wanamilikiwa na watu. Yani sio klabu. Yani wewe unakuwa na mchezaji wako, na mimi nakuwa na mchezaji wangu, na yule anakuwa na mchezaji wake. Yani ndo asilimia za kule. Unakuta asilimia, yani hata kama ataenda vilabu 10, lakini mchezaji wangu mimi tu yule. Sawa Kwa maana ndio ilivyokuepo Kongo. Yani hata sisi tulipata shida alikopo nani Juma Shabani. Tulipata shida kwa sababu wale ni wachezaji wa watu. Alafu yani kama mambo yameingia tafalani. Ina maana huyu Mpanzu ni watu kweli wamedodosa. Unajua hapa Tanzania ina upekepeke sana. Watu wamedodosa. Walipododosa kwenda tayari na Anelisha Shoti mwenyewe meneja. Sawa Meneja ndio aliofichua hivi vitu vyote. Unajua hizi siri zote za wachezaji, asilimia kubwa wa mahakala hawa ndio wanafichua siri kwa kutaka tunaenda kipindi cha nini? Cha usajili. Ina maana kama tunaenda kipindi cha usajili, mchezaji wake lazima amtengezee apate nini? Apate pesa. Sababu hawezi, anajua mimi pale nimempeleka kwa mkopo. Lazima nitoe siri hii, naenda kugonganisha nyaya upande wa pili, alafu na huku narudi niangalie bei wanayotaka kufika, alafu naenda upande wa pili. Ndio hii picha jinsi inavyochezeka. Sawa Maana yake
Yanga wameuliza bwana vipi? Akasema hapa pako free. Kama unataka haina shida. Na yule manager akarudi kwa upande wa Simba akamwambia Yanga wanamtaka huyo mtu. Hapo sasa. Hapo ndo kwenye kasheshe sasa. Lakini yule kaja kwa mkopo. Mkopo ambayo unaweza ukauziwa. Sio vizuri. Kuna vipengele vingi vya kimpira hivi, mkataba mipira hii ina vipengele vingi sana vya kimpira, sio kama sheria za kumuiba kuku na kumuuza. Ndio. Yule kaja kwa mkopo ni kweli, ila viongozi wa Simba wanaficha sana. Lakini mwisho wa siku likija kuibuka unakuta na kuongea wanakimbilia kutafuta question nyingine ili waopoze mashabiki. Sio vizuri. Na mchezaji sio mbaya, akija kwa mkopo sio kwamba ndo mbaya. Hapana. Yaani mchezaji kuja kwa mkopo, sisi Tanzania ndio tunaona kama kavunjwa hadhi. Sio vizuri. Yaani mimi sisemi kwa huyu tu, hata wachezaji waliopita. Yaani ukisikia mchezaji kaja kwa mkopo, Kisinda sisi tulichukua kwa mkopo hapa. Sawa? Maana yake hakuwa na hadhi. Sasa maana yake ndio iko hivyo. Wao Simba walichukua Baleke kwa mkopo. Hakuwa na hadhi. Baleke akawafungia magoli. Hakufanya vizuri. Ukiangalia numbers za Baleke pale kwa muda aliokuja akacheza Baleke mpaka Simba wenyewe wanamchukua pale, ana goli 8 kitu kama hiyo. Anaondoka msimu alioondoka dirisha dogo akaondoka hapa. Ana kitu kama goli 8. Sijui na vizuri. Sasa hilo habari ni kweli, Simba yule mchezaji kaja kwa mkopo. Na sisi kweli Yanga Afrika tunamhitaji. Je, mmeshafanya mazungumzo naye? Kuna hakika katika hili? Tayari. Mimi nzio ndazana nimepata watalia pale Msimbazi. Wanaelekea kwenda kulia Msimbazi. Subiri ishe finali yao hii. Simbazi sasa hivi itakuwa hakuna alichobakisha. Anaenda kulia vilio 3 au 4. Anaenda kulia kwa kumpoteza yule Mpanzu. Unaelewa vizuri? Yule Sawala yule anaenda kumpoteza. Yaani mmitaka hawajataka, huyu anaenda kupotezwa, anaenda kuchukuliwa na Yanga African Sports Club. Mazungumzo tayari, kila kitu kinaenda sawa. Wakitaka weke mzigo, wampe Mpanzu abaki. Wakitaka weke mzigo mzigo wa Yanga, wao wampe Mpanzu, alafu watabaki. Lakini haya yanayoongeleka haya, wanaweza kuona kama masiara. Unajua wana Simba, mimi nataka nikwambie kitu kimoja. Msimsikilize Kisugu. Kisugu chawa. Ndio. Sio neno vizuri. Kisugu chawa. Kenzi Wanda chawa. JB64 chawa. Hawezi kusema kwamba kweli yule kaja kwa mkopo. Ndio. Haiwezekani hilo jambo hilo. Wao wakakaa kwenye media wakaongea akasema kweli Mpanzu kaja kwa mkopo. Hata iwezekana hilo never, kwa sababu klabu yenyewe ndio inawasafirisha hapa. Wameenda Uarabuni, klabu ndio inawasafirisha. Sawa? Na wao wanaambiwa kabisa nende mkaitetee klabu kwanza. Nende mkatutetee viongozi. Unaona pale yule kiongozi wa mtu wa mmoja, shabiki wa mmoja, kipindi kile mechi ya Azam wanacheza pale, wako kipindi kile wajaama uwanja wa Azam Complex. Hajatembea na bakola pale mashabiki. Sio tembea na bakola kwa sababu kulaumu nini uongozi, wengine walikuwa wanalaumu uongozi. Yule shabiki akasema anataka kulaumu uongozi na wachezaji, tunampiga bakola hapa. Umeelewa? Wale ndo machawa. Sasa usitegemee, kuna mashabiki wengine wanachapa wengine wako hivyo wamenyooka. Umeelewa? Ina maana wanahitaji kujua ukweli. Wanaekuja kukingia uongo ndo hawa kina Kisugu. Ndo kina Kisugu. Hawa ndo waongei kwamba wachezaji kweli kaja kwa mkopo. Jamani, kweli yule mchezaji kaja kwa mkopo. Lakini tupo kwenye mazungumzo naye. Kwani jambo gani la ajabu? Hakuna. Sasa ndio tatizo ambalo Tanzania tunaficha vitu, vikija kuumbuka tunafanywa kama sisi mabogazi wa Tanzania. Kila kitu tunafichwa tu. Kuna wakati haitaki kufichwa. Mpira haitaki kufichwa. Ukifichwa kwenye mpira vitu vingi vinaharibika. Sijui unanielewa vizuri. Vitu vingi vinafanyaje? Vinaharibika. Ina maana mpira hautaki, kuna mambo haitaki kufichwa. Inabidi uwaambie, uwalishe washabiki wako, wanachama wako, uwalishe ili wajue kisaikolojia, wajue kwamba mchezaji yule kaja hivi, mchezaji yule kaja hivi. Lakini hapa kila kitu unakuta wachezaji yani unakuta mpaka yani unahisi huyu ana mwaka mmoja na miaka miwili, huyo ana mwaka mgapi na miaka mingapi, sijui na vizuri, lakini haijulikani kwa sababu viongozi wa mpira wa Tanzania wamekuwa wengi mapaparazi kwenye kuficha jambo la ukweli. Lakini hapa katikati kuna swala linaloendelea kwamba pia hata la Faisali
Nasikia kwamba Faisal pia Simba umeingilia deal hilo baada ya mikataba yenu kwamba atakayechukua timu ya ndani itakayomtaka Faisal basi inatakiwa aache bilioni 1, lakini imeonekana kwamba Simba pia ameweza kuwa kinara ya kumalizana na Faisal. Je, hili swala na lenye pia liko vipi? Uongo huo. Ndio huo uongo. Mimi nasema uongo kabisa huo. Hebu acha bwana wewe. Sasa kumuona Papa yuko Kariakoo anatembea. Yaani Simba kusajili Fei. Sasa kumuona Papa katoka baharini yuko Kariakoo anakata ile Magomeni anatembea mchikavu. Lakini mzigo upo bwana, mzigo sasa hivi. Simba kumsajili Fei ni sawasawa Fei kwenda kucheza Simba ni sawasawa kama unavyoona Papa anatembea mchikavu. Inawezekana? Inawezekana. Papa anaweza kutembea mchikavu? Inawezekana. Haiwezekani. Na Fei vile hawezi Simba kumsajili. Hawana hela hizo. Hawana hela hizo, lazima tuseme ukweli. Kuna sehemu lazima useme ukweli. Unajua kwa sababu gani? Aziki haliwahi kusafiri hapa akaenda Dubai kukana na meza moja hivi. Ndio. Umeelewa? Aziki alimaliza kataba Yanga. Miaka 2 silifutika. Alikopo free kwa sababu gani Mo alishinda? Na kuuliza kwa sababu gani Mo alimshindwa? Sio kwamba unajua hela ndefu. Kashindwa kusaini. Hela Mo anasema hela hii kwani unaenda kucheza peke yako? Kauli ya Mo anaongea. Alisema mwenye Aziziki na meneja wake. Aliondoka hapa wakala wake ndo wa kwanza. Azizi naye akaondoka akaenda kule kama watu wasiojua. Akaenda kukaa na Mo. Ndio. Umeelewa? Lakini hawafanyaje? Hajasaini. Chama Mwamba Lusaka mpaka na saini Yanga. Umeelewa vizuri? Yanga wamempa mzigo. Mwamba Lusaka kaenda Dubai. Ikashindikana. Akatoka kaenda kwao. Teageni akamfuata kule. Akashindikana. Akatoka meneja wake hapa akaenda Dubai. Sijui vizuri?